Na si kweli yale yanayoenezwa kwenye mitandao ya kijamii katika kupambanisha baina ya kauli za maaskofu, wachungaji, mapadri kwa upande mmoja na kauli za mashehe kwa upande mmoja, kwamba mashehe wao siku zote wanasisitiza amani, hawazungumzii haki, lakini maaskofu wao wanazungumzia haki, kwa sababu kudai haki na haki ikipatikana ndiyo itakaozalisha amani. Kwa hiyo mashehe wao wazungumzia amani lakini hawaizungumzii haki. Kadhib. Hayo ni maneno ya uongo, maneno ya mtu ambaye hajaelewa au anakusudia kupotosha. Sisi tunataka haki kwa sababu Mola wetu sisi aliyetuumba ni wa haki. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa haki, na vyote vinavyoabudiwa kinyume chake Allah ni batil. Dini ya Uislamu ndiyo dini ya haki, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa haki, na sisi Waislamu tumeamrishwa kutendeana haki na kushikamana na haki. Isome sura fupi tu, suratul Asr. Allah subhanahu wa ta'ala atangaza wazi kwamba wanadamu wote watakuwa katika hasara ila wale walioamini na wakatenda amali njema wakahusiana kushikamana na haki, watawasau bil haq. Kwa sisi haki ni kitu kikubwa sana kwetu, lakini jambo la msingi, haki unaidai vipi? Hapo ndio kwenye matatizo. Wale wanaoitwa kwamba ni wasomi, wana PhD ngapi sijui huko, wana degree ngapi, wameshindwa kulielewa hili kwa sababu hawana muongozo katika dini yao ya kuongoza kwenye hili. Darasa lao na shule zao hazikuwaongoza katika hili. Lakini sisi tunao muongozo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali dunia nzima inajua kwamba zipo njia za kudai haki. Kweli wewe umeibiwa, umeharibiwa mali yako, basi kwa sababu tu umeonewa katika hilo ndio uvunje amani? Au kumewekwa mahali pa kudai haki? Katika mambo ya kilimwengu ya kawaida tu wao wanajua. Wewe waweza kumpiga huyu mara moja ukamchapa vibao, ukampiga ngumi, lakini unaona kwamba hapana, kweli ameninyima haki yangu, lakini ziko njia za kudai haki, na hizo